Na mtazamaji wa 7 Media, leo 7 Media tumepata bahati ya kutembelea ofisi za Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA, na hapa tumekutana na mwenyekiti wa chama hiki Mheshimiwa Hashim Rungwe. Mheshimiwa, kwanza heshima yako. Asante bwana. Kwanza nikupongeze kwa kazi nzuri ambayo unaifanya. Mimi binafsi ni mtu ambaye na appreciate sana zile kazi ambazo unazifanya. Kuelekea mwaka wa uchaguzi 2025, mwaka huu ambao tunatarajia uchaguzi utafanyika mwishoni mwa mwaka huu, kama chama CHAUMMA mmejiandaaje? Asante sana mtangazaji. Ni kweli mwaka huu 2025 mwaka wa uchaguzi. Sasa hivi tunakaribia kwa sababu tutakuwa ni kwenye mwezi wa Oktoba hivi. Tarehe na saa ndio hazijatangazwa na siku. Lakini sisi tumejiandaa kuingia kwenye uchaguzi. Na walituita kule kwenda kusaini dili ambayo tutafanyia uchaguzi. Kama chama tulikwenda kusaini. Kwa hiyo tunangojea, tumejiandaa kwa ajili ya kushiriki uchaguzi huo. Ni miaka mfululizo sasa tangu umeingia kwenye chama hiki cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA. Nafasi ya kinyang'anyiro cha urais unasimama mzee wangu, mzee Rungwe. Ipi siri hasa ambayo inakusukuma zaidi kuendelea kuwania pasi na kuchoka? Wananchi, siri ya kugombea ni ule wajibu wetu tu wa kawaida, kwamba pengine bado hawajanizoea au hawajaniona kwamba nimewaeleza vitu vya kuwafaa wananchi, lakini kwa kweli tunagombea ili kwamba tunatimiza wajibu wetu. Na ni wajibu wetu sisi kuonyesha kwamba tunagombea ili wananchi wapate nafasi ya kuchagua rais wanayemwona kwamba atawafaa kuwaletea maendeleo ambayo wanayatarajia. Kwa ndio maana tunagombea. Mwaka 2020 sera ya CHAUMMA ilihusisha kuwepo na kutolewa kwa chakula kwa wanafunzi, lakini kwa mwaka 2025 bado hatujapata tamko lolote kutoka kwenye chama hiki kwamba sera kuu hasa ni inalenga kitu gani. Sera kuu ni chakula, ubwabwa. Ubwabwa ni muhimu. Nafikiri wewe ukupata chakula shuleni. Kabisa. Na yule pale hakupata. Na hiyo ni kwa sababu ulichelewa kidogo. Lakini mimi, sisi tuliosoma huko miaka ya nyuma, tulikuwa tukipata hicho chakula free of charge. Napata asubuhi uji kombe kubwa hivi, napata ule uji au chai tuseme, na saa 7 saa 8 hivi tunapata chakula, ubwabwa na maharagi au na nyama na vitu vyote vinaendana na hiyo, tunakula saa 7 saa 8. Na wale ambao wanasoma secondary wanaendelea kupata chakula mpaka form 6. Ni bure hivi vyakula, sio kusema mzee achangie. Anachangia kitu gani? Huyu mzee anachangia kitu gani? Ni haki yako ya serikali umlisha huyu mtu. Kwa Chama cha Ukombozi wa Umma kikipata madaraka, kitu cha kwanza ni kugawa chakula. Na hii kwenye kampeni, kama mimi ndio nitakuwa mgombea au mwingine yoyote, tutaendelea kuielezea kwa wananchi. Kwamba wananchi lazima wapate chakula. Na sio hiyo tu, na watu wanaokwenda hospitalini wote nchi nzima ilikuwa hivyo, wanapata chakula asubuhi, mchana na usiku. Yani kwamba kutakuwa tena na ile muuguzi atoke na chakula nyumbani apeleke kwa mgonjwa hospitali. Mtu nyumbani hausiki, sio kazi yake. Kazi yake yeye ni kumhudumia akiwa nyumbani. Lakini pale hospitali ni kazi ya serikali. Tamhudumia yeye. Na ndivyo ilivyokuwa zamani. Wewe ulikuwa huko haukuwepo. Hivi ninavyozungumza mimi ndivyo ilivyokuwa. Ulikuwa na vyombo pale na magari ya kupeleka chakula, kila kitu kilikuwa. Sasa hii kwamba hakipo ni bahati mbaya sana, lakini tuseme pale tulipokwenda kwenye vita, Mwalimu Nyerere kulikuwa na matatizo ya uchumi na nini, akasema kwa muda anasimamisha chakula kile, alafu baadaye atakirudisha. Mpaka leo hakuna kitu kinarudi. Na ambao rudi ni kwamba wewe lipa hela, mzee alipe. Yani kuna kampeni ya namna hiyo, alipe hela mtoto. Sasa mambo
Sisi tunajua kwamba hela zetu zote ziko kule kwenye hazina ya serikali zote, sawa. Kwa hiyo yenyewe ndio ina wajibu wa kumwangalia huyu mtoto. Wewe mtoto ukimchinja unafikiri utaachwa? Serikali itaingilia. Wewe umemuua mtu wetu. Maana wanasema kwamba mtoto sawa ni wako, lakini ni mali ya serikali. Wewe ni guardians tu, unamwangalia huyo, lakini huyu ni property ya serikali. Kwa hiyo ilikuwa hivyo, na watu walikuwa wanapata chakula. Na unajua mtoto anapokwenda shuleni kama apate kufungua kinywa, inakuwa ni madhara makubwa sana. Ina maana inaweza ikamwathiri pia hata katika masomo yake. Elimu, maana zamani mtu akifika la 5 ndio kishafaulu, anatoka anakwenda kujifunza hata uhakimu. Ni mahakama ya mwanzo huyu, wanakuwa matiti wa treni ni wanafanya kazi. Ilikuwa ni faida kubwa, na mtoto hata kufeli kwingi kwa hakuna. Lakini sasa hivi ni tabu, watoto wanabebeshwa mizigo mgongoni, madaftari yenyewe kwanza ananunua mzazi. Na kule zamani madaftari ni kazi ya serikali. Tukienda shule tunapata madaftari. Mimi ni wanapata na vitabu vya kiada. Yote. Sasa sisi tunapoeleza namna hii sio kwamba ni bahati mbaya. Tunaeleza ni kitu ambacho tuna hakika nacho. Na on top of that, huyu mtu alikuwa akifanya hivi, alikuwa ni huyu mtu ambaye sisi tunamuita mkoloni. Anatuletea hela zetu tunatumia na sisi. Sasa mimi sioni ugumu wote, naona ni jambo la kawaida tu. Na mwitikio wa vijana kwenye chama hiki cha ukombozi wa umma cha umma upoje? Kwa namna gani? Kwa kuja kujiunga, kwa maana ya kujiunga na chama, lakini pia kukipokea kama chama, kukishika ili kiondoke, kwa sababu wanasema nguvu. Unajua nchi hii vyama viliporuhusiwa ni karibuni tu. Mwalimu Nyerere aliacha, anasema sasa turudi kwenye vyama vingi. Nafikiri kwa mwaka 80 na hiyo ndio akataka yeye turudi kwenye vyama vingi. Kwa hiyo vijana wanajiunga kwenye vyama. Wanajiunga kwenye vyama, na chama kilianza mwanzo ni nchi cha Demokrasia na Maendeleo. Ndio walianza na nini, na chama cha CCM kilikuwa vile vile. Sasa vijana wanajiunga. Unajua kujiunga watu kwenye chama ni kwa interval wanakuja wanajiunga. Kuna baadhi ya vyama ambavyo vijana wana mwitikio mkubwa sana, lakini mwitikio kwa Chauma kwa vijana umekuwa ni mdogo. Hii inatokana na nini hasa? Sera ama mikakati na katiba ya Chauma inawabana vijana, ama ni kwa sababu bado vijana hawajaitambua elimu na lengo hasa la Chauma? Mimi nafikiri ni mawazo ya watu. Lakini Chauma kimeshiriki kwenye uchaguzi mkuu mara ya kwanza, nafikiri 2012 au 13 kimeshiriki. Sasa vijana sio kama wapo vijana na wanatokeza kugombea ubunge, udiwani, na wanapiga kura wananchi. Okay, na upi mpango mkakati wa kama chama Chauma kuweza kuwafikia pia vijana vyuoni, kwa sababu tunaona kwenye vyuo vingi hapa Tanzania vijana katika hivyo vyuo kuna vyama ambavyo vimeanzishwa na kuna wanafunzi ambao wanagombea nafasi za urais kule vyuoni kutokana na chama fulani. Kuna mwingine atagombea kutokana na kuwepo na chama cha Mapinduzi, mwingine atakuwa Chadema, lakini vyuo vingi hamna wawakilishi wa vyama, hamna mwakilishi wa chama kutoka Chauma. Mpango mkakati upoje ili kuweza kuwafikia pia wanavyuo? Mipango hiyo kama hiyo, utaratibu huo upo kama kawaida. Tutakwenda tu kama kawaida kushiriki kule, na watoto watachukua nafasi zao, watagombea. Lakini hakuna kusema kwamba kuwahi au kuchelewa. Hakuna mambo kukimbizana. Kuna mtu amewahi au vipi. Tarehe 10 mwezi Mei niliona taarifa ya Chauma inaeleza kwamba itakaa kikao maalum kwa ajili ya kuweza kumchagua
mgombea urais. Lakini baada ya hapo pia nikajaribu kufuatilia, sikuweza kupata majibu nini ambacho kimeendelea. Kwa ufupi unaweza kutuelezea kikao kilikalika na nafasi ya ajenda kuu za kikao zilijadiliwa ipasavyo? Ni kweli tulitangaza kwamba utakuwa na mkutano wa halmashauri kuu na baadaye kamati kuu. Lakini kile kikao tumekiahirisha. Na sababu kubwa sana ni pesa tu. Pata pesa, tulidhani kwamba pesa zetu kwa zimeenea, lakini kuna kuchungulia kwenye ile hazina kuweka pesa, wakuta bado haijaenea. Ni pesa bado kidogo, na huko maholini mwao wanataka pesa. Kisha pata pesa ndo turuhusu tuingie kule kufanya. Kwa tuliahirisha kwa ni temporary. Temporary, alafu baadaye tutatangaza. Mambo kawaida. Na kuna kuwaga na pesa ambazo serikali huwa wanatoa kwa vyama. Sisi serikali kutoa pesa sidhani kama wanatoa pesa za namna hiyo. Zile wanaita pesa zile za kuweza ila tulipata taarifa serikali yaani msajili hivi juzi hapa alisema atatupa pesa kama milioni 5 hivi au 3 hivi, kitu kama ukawa na sehemu mbili. Na sisi tuna njia zetu za kupata hela, tunatafuta njia za ni kadi zetu za wanachama na vitu vya kawaida vya kuomba hela kwa wafadhili wetu. Sawa. Kwanza nikupongeza pia kwa mara nyingine. Mzee Rungwe umekuwa ni mzee ambaye unapigania sana siasa. Tutarajie chama hiki kufika mahali fulani, hasa kama mgombea urais. Huenda mwaka huu pia tutarajie pia na wewe kuwepo kwenye kugombea. Mimi inaweza nikawepo au nisiwepo. Maana tukifikia wakati wa kuchaguana tutaenda wengi pale. Wote wa vijana, wazee kama sisi, wote tutakwenda kule. Ile kura ndio itakayo maanisha huyu ndio atakuwa mgombea kitu fulani. Hata mtu mmoja sasa hivi hajajulikana. Kama chama cha Mapinduzi ambacho kipo madarakani kwa sasa, kuna namna yote inakwamisha shughuli zingine za vyama vingine vipinzani kuendelea kufanya kazi zao za kisiasa? Hapana, sidhani ni hivyo. Kwamba kuna chama fulani kinakwamisha. Hakikwamishi. Mataratibu tu za baadhi ya kanuni na sheria zilizoko zinaweza kuwa zinakufanya nini mshindwe. Ukiwa kama mwanasiasa nguli na bila shaka unafahamu kinachoendelea juu ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, wewe unalipi la kusema hasa? Na masuala yakisha kwenda mahakamani hakuna la kusema zaidi. Sisi tunangoja tuone maamuzi watasemaje au hiyo kesi ni ipi. Lakini sasa hivi hatuwezi kusema sana lolote kwa sababu shauri liko mikononi mwa mahakama. Lakini pia kilichotokea kwa Tundu Lissu kama mwanasiasa nguli pia nchini, kuna jambo fulani ambalo umejifunza kutokana na kile kitu ambacho kimetokea kwa Lissu, kwamba kinaweza kimekupa somo, kwamba kuna somo fulani umelipata kupitia kile kitu? Masomo yakosi katika kila jambo linapotokea mambo kama haya. Lazima utajifunza jambo fulani tu. Lakini kwa sababu hili swala liko mahakamani, unafahamu wewe taratibu. Kijana anataka achukue apate nafasi kabisa ya kuwania either nafasi ya udiwani, nafasi ya ubunge. Kunakuwa na vigezo vipi hasa ambavyo kama chama mmeviainisha? Vigezo vyake ni vile vile kwenye katiba tu. Watu wanawekewa vigezo kwenye katiba. Wakifuata vile vitu vile kwenye katiba, umesoma au una nini, basi sisi hatuna matatizo. Tutamwadmit tu. Tutampokea. Okay. Na kwa sasa chama ambako kimefikia katika kuelekea kuelekea uchaguzi mwaka huu 2025, kama chama kinatoa matarajio gani kwa wananchi hasa katika kushiriki uchaguzi? Yani wananchi watarajia nini kutoka Chauma? Sisi tutashiriki, tulisha saini kule form. Tutashiriki tu bila matatizo na kufanya uchaguzi ulio mzuri na salama, kufuata utaratibu tuliojiwekea. Na matumaini ni kwamba tutapata viti au tutashindwa.
au tutashinda. Maana mimi tumepata kitu kimoja hapa Mbeya. Wabunge wa viti maalum ambao wengi huaga wanatoka pia kwenye vyama vingine pinzani. Chauma kuna mwakilishi wa chama hiki bungeni? Hakuna. Na tunawakilishi bungeni hatuna. Mpango upoje mpaka kuweza kufanikiwa? Ndio hivyo tunajitahidi, mpaka ni mambo kujitahidi haya. Ukikosa mwaka huu tena mpaka mwaka mwingine tena. Tutajitahidi kuona kwamba tumepata na sisi nafasi. Ili kuweza kuingia bungeni kwa nafasi za wale viti maalum na wabunge wa kawaida. Tupapate. Ndio nia yetu. Ndio nia yetu ni hiyo tu. Ulishawahi kuletewa vurugu kwenye kampeni zako mwaka huu? Mimi sijaletewa. Lakini pia wewe ni mmoja kati ya mwanasiasa ambaye umekaa kwenye vyama vitatu. Ndio. Ipi siri ya mafanikio kutoka kwenye chama cha kwanza, cha pili, cha tatu? Kwa sababu wengi huwa wanadumu kwenye chama kimoja, wengine hawaingii kabisa. Mna siri. Siri ni katika kutafuta tu nafasi ya kweli ili ufanikiwe. Ndio zinataweza kufanya uhame chama hiki uingie chama hiki. Na ni katika kutafuta tu. Ikitokea Chama cha Mapinduzi kikakuhitaji sasa hivi Mzee Rungwe kuweza kushiriki na uwe mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, upo tayari? Mimi sasa hivi kurudi kule itategemea, lakini nishapita huko. Nishakuwa kwenye chama ile na nini nikatoka. Sasa itategemea. Okay. Lakini pia kuna kuaga na ile mgombea urais wa chama fulani wakati mwingine huwa anaweza akapewa nafasi ya kuweza kuongoza aidha wilaya ama mkoa endapo labda atashindwa. Mara nyingi kuna baadhi ya wabunge ambao walijaribu kushiriki, wagombea urais ambao walijaribu kushiriki wa uchaguzi lakini wakashindwa, wakaweza kupata nafasi. Tunamwona mkuu wa mkoa wa Iringa alishawahi kugombea, aliyekuwa mkuu aliyewahi kugombea chama cha ACT Wazalendo, Mama Ana Elisha Mgwilo. Akagombea lakini akakosa nafasi, akapewa nafasi ya kuweza kuongoza mkoa wa Kilimanjaro. Hizo nafasi za kuteuliwa. Kwa kiongozi wa nchi. Kwa upande wako ukitokea umeteuliwa kwa sasa. Inawezekana utaona wewe mwenyewe kama hii nafasi inanifaa. Lakini kama mimi tena huko mimi naona kama ni mbali kidogo. Kwenye nafasi za nafasi hizo ni mbali kidogo. Okay. Mimi nikushukuru sana. Lakini pia kama una chochote cha kuzungumza na wananchi wa Tanzania ambao wanakutazama kwa muda huu kuhusiana na chama, lakini pia kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025. Mimi naomba wananchi wajitokeze kupiga kura kwenye uchaguzi huu, wajiunge na vyama ambavyo wanaviona vinaweza kumfanya wapate, tujaze hizi nafasi za ubunge katika vyama na tufanye uchaguzi ulio na amani. Maana kama hakuna utulivu wa nchi itakuwa shida. Tufanye uchaguzi ulio huru na ulio na amani. Maana sasa tutaki uchaguzi wa vurugu. Vurugu ya nini? Mtazamaji wa 7 Media, kama ambavyo nimekutaarifu hapo mwanzoni kwamba leo tumekuja kutembelea ofisi ya Chama cha Ukombozi wa Umma Chauma, na pembeni yangu hapa yeye ndio mwenyekiti wa chama hiki Mheshimiwa Hashim Rungwe. Mimi naitwa Mikidadi na nyuma ya kamera yupo Mila.